Siku zote ulimwenguni unakuambia kwamba watu wanaweza kuchafua jina lako, lakini hawawezi kuchafua neema yako. Amani ya Mwenyezi Mungu ipate kuwa nawe popote pale ulipo, mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Mimi niseme kwamba nimekuja kushukuru kwa mara nyingine tena, tumekuja kukutana na kwenda kuonana tena kwa mara nyingine tena. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV na hii ni channel ya Tukutane TV. Tupo mashariki mwa nchi ya DRC, huku ikiwa ni jimbo la Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ni mjini Baraka. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika matangazo yetu kwa mara nyingine tena, katika siasa mbalimbali na katika uchambuzi wa mambo mbalimbali tunaendelea kufanya ya siasa nchini DRC, haswa kipindi hiki ambacho serikali ya Kongo au nchi ya DRC hususan mashariki, hali inakuwa ni tete zaidi sana kwa raia walioko mashariki mwa nchi ya Kongo, na hivyo kila mara tunakuwa tunakuletea uchambuzi baadhi ya matukio ambayo yanakwenda kutokea, ambayo yanalenga komrazi, ambayo yanakwenda kulenga kurejesha amani, na yale ambayo yanapangilia pia amani kupatikana mashariki mwa nchi ya Kongo. Mpenzi mtazamaji, siku zote hizi tunakuwa tukikutangazia kuhusiana na hali ndogo na vile vile na mapambano ambayo yanaendelea kutokea kila wakati, japokuwa kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kufanyika katika nchi mbili hizi tofauti, kati ya DRC na nchi ya Rwanda. Hata hivyo, mazungumzo ya kuleta amani na kwenda kusitisha vita bado yanaendelea mjini Kinshasa na katika nchi nyingine za nje ya nchi ya DRC, huku zote hizo na katika mbinu ya kutafuta amani. So leo tuko huko mpenzi mtazamaji. Siku ya leo tumejaribu tuzungumzie kuhusiana na swala hili la huyu mmoja kiongozi wa upinzani kwenye chama cha Lamuka ambaye ni Martin Fayulu Madidi, ambaye alikwenda kukutana siku hizi mbili tatu na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa sasa Felix Tshisekedi. Mpenzi mtazamaji, ni baada ya miaka mitano tena. Siku zote tunakwambia binadamu milima haikutani, lakini binadamu wanakutana. Nani ambaye alikuwa anajua kwamba siku ya leo au nyakati hizi au kuna siku ambayo mpinzani kwenye chama cha Lamuka Martin Fayulu Madidi anaweza kukutana siku nyingine na rais wa sasa Felix Tshisekedi na kukumbatiana kama ilivyotokea siku ya hapa jana, ambao walikwenda kufanya mkutano wao kati ya rais kwenye chama cha Lamuka ambaye ni mpinzani na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Hivyo tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na swala. Ndio maana nilikwenda kutanguliza kwamba siku zote watu wanaweza kuchafua jina lako, lakini hawezi wakachafua neema yako. Bana, ni baada ya miaka mitano tena rais wa upinzani au kiongozi wa chama cha Lamuka kwenye upinzani ambaye ni Martin Fayulu alikwenda kufanya mkutano wa amani katika mazungumzo ya kutafuta ni kiasi gani wataweza kurejesha amani katika nchi ya DRC. Hivi alikwenda kufanya mazungumzo na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Mkutano huu ambao ulikwenda kufanya zaidi ya masaa mawili. Martin Fayulu alikwenda kupokelewa na viongozi mbalimbali wa ikulu la taifa au tuseme jumba kubwa la taifa ya nchi ya Kongo huko Kinshasa. Ilikuwa ni mida ya saa 10:40 hiyo siku ya 4. Mpenzi mtazamaji, katika mazungumzo hayo ni baada ya hotuba yake Martin Fayulu Madidi ambaye alikwenda kuhutubia taifa na kwenda kuonesha ni kiasi gani amekwenda kukumbwa, alikwenda kuguswa na hali ambayo mpaka sasa inaendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, japokuwa kwamba vita hivi sio vita vya chama cha kisiasa au chama tawala UDPS, bali ni vita vya raia wote ambao katika nchi ya Kongo. So ni jambo ambalo kila mara viongozi wanakuwa wanakumbusha raia, endapo utakuwa ni nje ya nchi ya DRC au ndani ya nchi, unapaswa kuelewa kwamba vita hivi sio vita vya upinzani, sio vita vya chama tawala, ni vita vya wakongomani wote. Martin Fayulu Madidi alikwenda kuonesha katika hotuba yake kwa taifa kwamba wakongomani wote wanatakiwa kuungana kwenda kujiepusha vita hivi, na kama ni masemi ambayo yanakwenda kutungwa katika mitandao ya kijamii basi yasitishwe na raia wote wapate kuungana kwa pamoja ili kurejesha amani hasa mashariki mwa nchi ya Kongo. Mpenzi mtazamaji, ni kwenda kuelezea kwamba katika mkutano uliokwenda kufanyika wa Martin Fayulu Madidi na rais wa sasa Felix Tshisekedi, ni kwamba katika mkutano huo rais kiongozi huyo wa chama cha Lamuka Martin Fayulu Madidi alikwenda kusema kwamba nchi iko katika hali ngumu, na kama nchi iko katika hali ngumu, watu wote ni kwamba alikwenda kuzungumza kwamba nchi iko katika hali ngumu na tumevamiwa kila sehemu na tunahitaji umoja na tuungane. Ni masemi ya kiongozi huyo wa chama cha Lamuka Martin Fayulu Madidi ambaye alikwenda kuonesha kwenye vyombo vya habari kwamba
nchi ya DRC mpaka sasa iko katika hali ngumu na nchi imevamiwa. So katika kuokoa nchi hii na kutaka kurejesha amani, ni lazima wakongomani wapate kuungana tena kwa mara nyingine. Martin Fayulu alikwenda kusisitiza kwamba kamwe chini ya utawala wao Kongo haitogawanyika. Ina maana kwamba alikwenda kuonyesha kwamba kama Felix Tshisekedi atakuwa madarakani na Martin Fayulu bado watakuwa wanaungana, basi kugawanyika kwa nchi ya DRC ni ndoto, jambo ambalo Martin Fayulu alikwenda kulionyesha, na masemi hayo alikwenda kufurahisha raia wote wa Kongo, kwa sababu ilikwenda kupeleka mahusiano na kwenda kuleta tena muungano kati ya chama cha UDPS na chama cha Lamuka, kwa sababu ni baada ya miaka mitano vyama hivi viwili vilikuwa viko katika maelewano na mawasiliano mazuri, lakini raia walikwenda kushangazwa na jambo hili kwamba walikwenda tena kuungana tena kwa mara nyingine. Hivyo kipindi chote hiki ambacho amani bado inakwenda kukosekana, lakini vile vile Rais Felix Tshisekedi anakwenda kuendelea kufanya tuseme mazungumzo na viongozi mbalimbali wa siasa ili kurejesha amani mashariki mwa nchi. Jambo la mwisho ni kwamba Martin Fayulu alikwenda kuomba rais kwenda kukutana viongozi wa makanisa aswa Senko, ambayo ni kanisa la Kikatoliki, na viongozi wengine kwenda kufanya mikutano na kila mara mazungumzo, kuangalia ni kiasi gani amani itakwenda kupatikana mashariki mwa nchi ya DRC, ambako ni katika majimbo mawili, jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yote ni katika kugandamiza waasi wa M23 ambao hawana lengo la kwenda kudhibiti serikali ya Kinshasa, bali kudhibiti mashariki mwa nchi, kulingana moja kati ya ripoti za wananchi kutoka huko Beni, ambaye labda alikwenda kuzungumza kwamba maono ya AFC au M23 sio kudhibiti serikali au kudhibiti uongozi wa Kinshasa, bali ni kwenda kudhibiti mashariki na kukosesha amani baadhi ya miji ya mashariki mwa nchi ya Kongo. Mpenzi mtazamaji, hayo ndiyo alikuwa ni machache siku ya leo. Swali linakwenda kuwekwa sasa. Unaamini vipi katika muungano huu ambao unakwenda kufanyika mpaka sasa kati ya chama cha Lamuka Martin Fayulu Madidi na chama cha UDPS cha rais mtawala sasa Felix Tshisekedi, wanakwenda kuungana katika kutafuta amani? Je, una uhakika kwamba chama cha upinzani ambacho ni Lamuka wakishirikiana na chama tawala cha UDPS, je, una uhakika kwamba kuna malengo yoyote ya kutafuta amani kuwepo katika nchi ya DRC? Na unafikiri kwamba chama cha Lamuka kitakwenda kuongeza katika nafasi kubwa cha kupatikana kwa amani mashariki mwa nchi ya Kongo au katika nchi ya DRC kwa jumla? Na kwa upande wako unashauri nini serikali ya DRC, wewe kama vile mwananchi, katika kipindi hiki ambacho serikali ya Kongo inaanza kufanya muungano na viongozi mbalimbali wa kisiasa au wapinzani ili kurejesha amani? Asante sana mpenzi mtazamaji, inakuwa ni kwako, utuambie unapatikana wapi, unatufuata kutoka wapi na unaitwa nani? Uende kuweka kwenye comment katika mazungumzo haya. Unafikiri kutakuwa na matumaini gani ambayo takwenda kutokea hapo mbele baada ya mazungumzo haya kwenda kufanyika kati ya Rais Felix Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi? Una matumaini gani katika mazungumzo? Je, yataleta matunda yaliyo bora katika kutafuta amani katika nchi ya DRC na mashariki kwa upekee? Hilo ni jambo ambalo tutakuwa tukizungumza siku ya leo. Asante sana. Mimi ni Dynamique Malembe wa TK TV. Mpaka na hapa sina la ziada. Kwa heri, tukutane katika uchambuzi mwingine na matangazo mengine ya TK TV. Bye.